Ndoto nayo ni kitu ya ajabu. Sijui kama ushawahi sikiza au jiangalilia mtu ambaye anaota, umsikia akibobojeka maneno, ingine yenye unaelewa, ingine yenye huelewi, unajipata unacheka mpaka unakauka mbavu. Ndoto ni kiungo tena muhimu katika maisha ya mwanadamu na hasa ya watoto. Tofauti kubwa kati ya ndoto ya mtu mzima na mtoto ni kwamba mtoto sana sana hana ule uwezo wa kutofautisha ni ndoto au ni ukweli, ni hali halisia au alikuwa anaota. Na hivyo basi utampata yule mtoto atanaamuka akiongea mambo, akisema mahali alikuwa, akisema chenye amekula, na unamshangaa huyu mtoto analopokwa maneno gani haya? Mtoto anaweza ota na aichukulie ile ndoto kama ni hali ya kweli ambayo imemfanyikia. Hivyo basi ni vizuri kuwa makini sana unapomshughulikia mtoto kwa njia moja au nyingine, na hasa katika malezi, kwani unaweza pata mtoto ambaye amelala akaota huku mjomba wake akimpa pelemende, akimpa vitu tamtamu, na anapoamka ataamuka na ile hali ya kuhisi kwamba yule mjomba amemfanyia mambo mazuri na ni mjomba mwema. Jiulize, ndoto zina umuhimu gani na tena katika maisha ya mtoto? Kitu ya kwanza, venye mtoto huchukua muda mrefu kulala na nusu yake inakuwa ni ndoto, inamsaidia na inasaidia akili yake sana kufanya kitu ambacho tunaita imagination and creativity. Vile vile ndoto humsaidia mtoto kutafakari na kuprocess yale yalikuwa yanafanyika mchana, na vile vile ndoto humsaidia sana mtoto kulala usingizi mzuri, na hasa iwapo ile ndoto ni ndoto nzuri, ni ndoto ambayo imetulia, itamsaidia yule mtoto kulala muda mrefu na kulala usingizi mzuri. Lakini vile vile ndoto zinaweza kuwa nyingi zaidi, au mtoto anaweza kuwa anaota jinamizi, ndoto za kutisha, ndoto ambazo zinamfanya aamke huku yualia, ndoto ambazo zinamfanya akae tu kujigeuza halali usiku, ndoto ambazo zitaathiri mtoto hata katika hali yake ya kuamka. Unaweza jua vipi mtoto wako anaota ndoto sampuli ile? Kitu ya kwanza ni uonapo kwamba mtoto halali vizuri, amekuwa akilala vizuri, lakini imefika wakati ghafla ikawa sasa hawezi kulala vizuri tena, na huku si mgonjwa. Vile vile mtoto anaweza kuwa ana uoga wa kwenda kulala. Unaona, ukijaribu kuambia mtoto aende akalale, hataki kwenda kabisa, na amekuwa akienda, lakini imefika mahali hataki. Yule mtoto anaweza kuwa na ule uoga wa kulala peke yake. Iwapo zile ndoto ambazo mtoto anaota ni jinamizi za ndoto, basi mtoto atakuwa akitaka tu akalale na mama yake au na mtu mwingine. Pasipokuwa na mwingine, basi hata yeye haendi kulala. Hiyo pia ni dalili kwamba huenda yule mtoto ameota ndoto ambazo zimemweka uoga. Vile vile, iwapo amebadilisha tabia ghafla, iwe ameanza kuwa mtoto mwenye wasiwasi, uoga mwingi wenye hakuwa nao, ameanza kuwa mtoto mwenye hawezi concentrate. Vile vile aweza kuwa alikuwa mtoto mchangamfu, sasa ameanza kuwa mtoto ambaye
anaudhika kwa mambo kidogo kidogo, anakasirika ovyo ovyo, anaweza lia kwa kitu kidogo tu. Na sasa najua swali unayoiuliza ni je, nipatapo mtoto wangu katika hii hali nafaa nifanyeje? Muhakikishie ya kwamba ako safe. Chumba chake cha kulala hakina hali yoyote ya hatari, na ilikuwa hiyo ni ndoto tu na haina uhusiano wowote na maisha yake halisi. Vilevile mpe mazingira ambayo ni matulivu. Mazingira yake hata wakati ameamuka itachangia sana ndoto ambazo ataota usiku. Na hivyo kama hajakuwa akiweza kulala vizuri, amekuwa akipiga nduru na kutoa ukelele, kujiongelesha na maneno yenye hueleweka na mengine haeleweki usiku, ni vizuri kuhakikisha kwamba mazingira yake ni matulivu. Kama ni sinema, asione sinema za vurugu na vita na fujo. Na vilevile ifikapo ni kumwadhibu mtoto. Unajua wazazi wengine huadhibu mtoto mpaka unashangaa ni wake aliyemzaa au alimuokota. Na hata kama alimuokota, mbona umwadhibu mtoto kama unamuua? Ya kwamba inabidi mpaka wakati mwingine majirani waingilie wamuokoe mtoto wako, mtoto mdogo mikononi mwa mama au baba. Haifai, lakini hufanyika. Iwapo unamwadhibu mtoto wako kiasi hicho, achia. Ukichefua tena unaona mtoto ametetemeka, basi ni vizuri kujua kuna kitu ambayo imeingia ndani ya yule mtoto. Ameanza kukuza uoga fulani ndani yake ambao hautamwathiri saa hii tu akiwa mtoto, bali hata akiwa mtu mzima. Na vilevile kitu kingine ambayo utamwepusha nayo ni hadithi ambazo zinatisha ama zinatia wasiwasi, na hasa kabla ya kwenda kulala. Vilevile kabla ya kulala anaweza soma kitabu mzuri, kitabu ya hadithi nzuri. Ni vizuri pia sana kufanya maombi kabla yake kwenda kulala, na vilevile wimbo ambao ni mtulivu utamsaidia sana pia, iwapo utaweza kufanya vile. Upatapo mtoto ako katika ile hali ya kustuka, iwe unaelewa ni sababu ya jinamizi za ndoto au huelewi sababu gani, ni vema kutafuta usaidizi. Huenda kutoka kwa daktari wa watoto, kutoka kwa mwanasaikolojia wa watoto, kutoka kwa video kama hii ambayo unaiangalia kwa sasa. Huenda itakusaidia kwa kiwango fulani, na huenda ndio umeitazama. Na iwapo haitakusaidia, basi ni vizuri kuchukua hatua nyingine, kutafuta usaidizi mpaka usaidike, sababu hakuna jambo halina suluhu iwapo utalitafuta. Watoto ni malaika wa Mungu, hawajakuwa na mambo mingi ambayo sana sana ni mambo machafu. You shape the child na chenye unaweka katika kichwa chake, na ndicho hutegemea yule mtoto atakuwaje baadaye. Atakuwa mwoga, atakuwa jasiri, atakuwa mkakamavu, atakuwa mkarimu, atakuwa mwenye utu, atakuwa serial killer. Because hata serial killers wanga wanalelewa wakiona mambo ambazo huwakuza mpaka wanakuwa vile. Huenda wamelelewa katika boma ambayo ina vurugu na vita. Huenda wamelelewa wakiadhibiwa vibaya sana na mama yao, na hivyo wakikuwa wanakuwa hawataki kumwona mwanamke yeyote, na wakimwona wanaona yule anafaa tu na huenda hata ni baba. Na katika hii swala nzima ya ndoto pia zina nafasi yake ambayo huchangia sana.
kwani kuona mtoto hata tofautisha ni ndoto au ni hali halisia, hiyo inamaanisha zile ndoto ambazo mtoto ataziota pia zitaendelea kuchangia katika kile atakuwa. Unaweza jaribu kumlea vizuri, lakini usipoangalia hali yake ya ndoto iko vipi, unaweza amuka upate kumbe Ibilisi kaja usiku na kapanda mbegu mbaya baina ya zile nzuri ambazo umekuwa ukizipanda. Na hivyo ni vizuri kuwa mwangalifu. Swala nzima ya ndoto tena za watoto ni swala ambayo haiongelelewi sana, lakini inaweza athiri maisha ya mtoto kwa njia kubwa tena zaidi. Na hivyo basi, ujuapo hilo, utakuwa afadhali na huenda itakufaidi pakubwa, kama si leo, huko baadaye. Kama umependa hiyo somo, duga ka like hapo, subscribe and leave your comment, tujue maoni yako, tujue kama haya mambo yako na yanafanyikanga vipi na ni vipi tukafanye.